Jifunza Roho Mtakatifu kwa nyakati na majira tofauti matatu, lakini natamani tuone namna gani Roho Mtakatifu aliweza kupokelewa na takriban makundi kadhaa, ama namna gani haya makundi yaliweza kumpokea Roho Mtakatifu. Waamini wa wakati huo Roho Mtakatifu walimpokeaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi niligawa katika makundi manne. Niligawa Wayahudi wenyewe, nikagawa Wasamaria, nikagawa mataifa, lakini na wale wanafunzi wa Yohana. Hii ni katika kujifunza tu kwa habari ya Roho Mtakatifu huyo huyo, ni namna gani ambavyo aliweza kutumika, kuhudumu, na wao walimpokeaje Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nitaanza na kundi la kwanza. Kundi la Wayahudi, mtu alikuwa lazima apate toba. Akishapata toba, anapata ubatizo wa maji. Akishapata ubatizo wa maji, ndipo Roho Mtakatifu anapoweza kupokelewa, ama huyu mtu anaweza kumpokea Roho Mtakatifu. Yaani mambo haya mawili lazima yatangulie ili Roho Mtakatifu aweze kupokelewa na huyu mtu. Hebu tuangalie kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 2, tusome ile 38, tutaanza 37. Anasema walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni. Ndio ile la kwanza, toba. Alafu anasema mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi. Huu ndio ubatizo wa nini? Wa maji. Anasema nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Maana yake hapo Roho Mtakatifu anafanyeje? Anapokelewa nao. Kwa la kwanza wanatubu lakini la pili wanabatizwa kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, ili wapate ondoleo la dhambi. Huu ndio ubatizo wa Yohana. Mimi nawabatiza na maji kwa ajili ya nini? Ya ondoleo la dhambi. Lakini anasema yuaja anayekuja nyuma yangu ambaye atafanya nini? Siwezi hata kufanya kitu gani na kitu gani na kitu gani, lakini yeye atawabatiza kwa nini na vitu kama hivyo. Lakini hawa walibatizwa kwa jina la Yesu na wakapata ondoleo la dhambi, wakampokea Roho Mtakatifu. Hawa walikuwa ni nini? Ni Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kundi la pili ni Wasamaria. Hawa Wasamaria walimpokeaje Roho Mtakatifu? Jambo la kwanza ilikuwa lazima wawe na imani. Walisikie neno la Mungu, kwa sababu tunasema imani, wengi wao tunasema imani ni bayana, sio na hakika. Ni sahihi kuzungumza hivyo, lakini imani ina tafsiri tofauti. Kuamini jambo lisilowezekana kibinadamu pasi shaka. Hiyo ndio imani. Unaamini jambo ambalo haliwezekaniki, yani kwa mwanadamu pasipo shaka. Na hata wakati mwingine huwa nawafundisha watu kwamba Ibrahimu anaitwa baba wa imani sio kwa kitendo cha Isaka. Huku mbele ni added advantage. Lakini Roho Mtakatifu anaitwa baba wa imani kwa sababu Mungu alimtoa baba yake Tera. Alafu Tera akatoka sehemu fulani kule katika miungu, akasimama sehemu moja inaitwa Haran. Aliposimama hapo Haran, Mungu akazungumza na mtoto wake ambaye ndio Ibrahimu. Ondoka hapo, nenda katika sehemu. Kwa hiyo wale walikuwa wanaondoka, wanaacha vitu vyao, pamoja na vitu vyote. Inawezekana utajiri, inawezekana ndugu, inawezekana marafiki, inawezekana maeneo waliokuwa nayo, lakini wanaacha vile vitu, wanaisikiliza sauti ya Mungu na wanafunga safari kuondoka. Sio sehemu nyepesi, na wala sio kitu chepesi. Sio kitu chepesi kabisa, lakini walikuwa wanafanya hayo mambo, wanaacha, wanaondoka. Kwa imani ni sahihi, chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini imani yenyewe ni kuamini jambo lisilowezekana kabisa kibinadamu, lakini uliamini pasipo shaka. Unaona na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiyo ndio imani. Kwa hiyo kwa Wasamaria ilikuwa ni lazima kwanza imani itangulie kwao. Ikishatangulia kwao imani, wao pia wanafuata na ubatizo wa maji, alafu wanawekewa mikono. Baada ya kuwekewa mikono, wanampokea Roho Mtakatifu. Sasa tusome Matendo ya Mitume, kitabu hicho hicho. Tusome ile mlango wa 8 aya ya 14 mpaka 17. Anasema na mitume walikuwako Yerusalemu waliposikia kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, wakawapeleka Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu. Unanielewa? Kwa jambo la kwanza walisikia kwamba imekubali neno la nini? La Mungu. Manake imani yao imeshanyooka kumwelekea nani? Kumwelekea Kristo.
anasema wakawaombea wampokee nani? Roho Mtakatifu, kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina la Bwana Yesu. Kwa hiyo unaona, imani ipo, ubatizo upo. Anasema nini? Anasema ndipo wakaweka mikono yao juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Hapa unaweza ukaona kwamba imani, walisikia neno la Mungu, kwa sababu wao walikuwa sio watu ambao waliteuliwa kama kabila ama familia takatifu ya Yesu Kristo. Kwa hapa nazungumzia Wayahudi kama taifa teule la Mungu, wana wa Israeli. Lakini Samaria ilikuwa lazima waisikie ile habari alafu waiamini. Kwa lazima wawe na imani juu ya jambo fulani, na jambo hilo ni lipi? Juu ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati huo hawa walikuwa tayari wameshafanyeje? Ila wamebatizwa. Kwa hiyo lazima walibatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Na tulisoma hapo awali katika kitabu hiki cha Matendo, ili wafanye nini? Wapate ondoleo la dhambi kwa Wayahudi. Kwa hiyo hawa nao wanapata nini? Ondoleo la dhambi. Alafu nasema ndipo wakaweka mikono juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Hapa ndio kuna habari ya Simoni, yule mchawi. Alipoona watu wanafanya mambo kama hayo, akamwambia, ndugu zangu, hebu niambieni kwanza niwape mpunga kiasi gani ili mnipe mimi hiyo nguvu. Na nafikiri kwamba wangempa, nafikiri kungechangamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tuangalie watu wa mataifa walimpokeaje huyu Roho Mtakatifu. Watu wa mataifa vile vile, kwanza imani, alafu wanapomaliza imani wao wanampokea Roho Mtakatifu, alafu ndio wanaingia kwenye ubatizo. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume 10, tusome ile 40 na ngapi na 4, tunaweza tukaanza 43. Huyo 43 sema, huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba jina lake kila mwaminie atapata ondoleo la dhambi. Wa mataifa, hapa ndio tunaposoma wa mataifa wapokea Roho Mtakatifu. Walipokeaje? 44 anasema, Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno. Unaona hapa, manake walikuwa na imani katika lile neno, lakini Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno. Anasema na wale waliotahiriwa, walioamini wakashangaa, kwa sababu ilikuwa sio kawaida. Kwa wale waliotahiriwa na walioamini ilikuwa lazima uamini na lazima watahiriwe. Wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha nini? Cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana walisikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe? Watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi. Akaamuru wabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Ndipo wakamsii azidi kukaa siku kadha wa kadha. Unaona hapa kwamba baada ya wao kusikia neno, imani ikajengeka ndani yao. Lakini imani ile ilipojengeka, Roho Mtakatifu akafanyeje? Akawashukia wote waliosikia lile neno. Baada ya Roho Mtakatifu kuwashukia wale, ndipo wanaingia kwenye nini? Kwenye ubatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya hapo Roho Mtakatifu alipowajaza, nafikiri mambo mengine yakaendelea. Kwa hiyo wale walioamini na waliotahiriwa nao wakashangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia wako wanafunzi wa Yohana. Tunaweza tukajiuliza kwamba ilikuwaje, kwa sababu wanafunzi wa Yohana wao walibatizwa ubatizo wa nini? Wa maji. Lakini tuone ubatizo ule wa maji ulikuwa hauwasaidii wao kumpokea nani? Kuwa na Roho Mtakatifu ndani yao na kuenenda kama Mungu anavyotaka. Kwa hiyo wao pia walihitaji imani, jambo la kwanza. Jambo la pili, ubatizo wa maji. Jambo la tatu, kuwekewa mikono ili waweze kumpokea Roho Mtakatifu. Sasa tufungue kitabu cha Matendo ya Mitume 19, tuanze kusoma mstari wa 16. Anasema, na yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda, hata wakatoka mbio katika nyumba ile, hali wa uchi na kujeruhiwa. Hawa ni watu ambao walikuwa wanatumia, nafikiri kama utakuwa unajua, yule kuhani mkuu ambaye ni Myahudi alikuwa na watoto fani wawili ambao hawa walitaka kufanya jambo fulani kwa njia isiyo sahihi, kama wale wa makuhani kule ambao moto uliteremka ukawateketeza. Lakini hawa walizungumza habari fani kwa mtu aliyepagawa na pepo, lakini habari yake waliipata, cha moto alikipata, kwa sababu aliwarukia, akawatandika vya kutosha, akawatoa nguo zote, walivyofyatuka huko ndani wakafyatuka uchi wa mnyama mbio.
na vitu kama hivyo, lakini mimi nataka nisiende huko. 17, habari hii ikajulikana na Wayahudi wote na Wayunani waliokaa Efeso. Hofu ikawaingia wote na jina la Bwana Yesu likatukuzwa. Tunataka kuona hapo imani ikawaingia. Na wengi wa wale walioamini wakaja wakaungama. Imani hiyo. Anasema na wengi wa wale walioamini wakaja wakaungama, wakadhihirisha matendo yao. Anasema na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao, wakavichoma moto mbele ya watu wote, wakafanya hesabu ya thamani yake, wakaona ya kwamba yapata fedha 50,000. Unanielewa? Anasema hivyo ndivyo neno la Mungu lilivyozidi kushinda kwa nguvu. Baadaye anasema mambo haya yalipokwisha kumalizika, Paulo akaazimu rohoni mwake, akiisha kupita katika Makedonia na Aya, aende Yerusalemu, akisema baada ya kuwako huko yanipasa kuona Rumi pia. Kwa hiyo hawa unakuta katika mstari huu, japo wafafanui waziwazi kabisa, lakini iko hali na ushahidi kwamba hawa walikuwa lazima wapate imani, alafu wabatizwe ubatizo wa maji mengi ambao walibatizwa na Yohana, lakini wawekee mikono ili waweze kumpokea Roho Mtakatifu. Mungu akubariki na kushukuru sana kuwa pamoja nami. Sasa tutakuwa tumekava namna Roho Mtakatifu alivyokuwa akitenda kazi na waamini, ama alivyowashukia na kuingia ndani ya waamini, ama waamini hawa katika makundi manne, jinsi walivyoweza kumpokea.